Bana mpenzi mtazamaji wa Manara TV, tupo katika kituo kikubwa cha mwendokasi kinachopatikana hapa gerezani Kariakoo. Na hivi unavyoona ndivyo serikali imeshusha gari mpya kwa ajili ya wananchi. Jana kuna vitu ambavyo vilitokea kidogo, kuna baadhi ya wananchi walihamaki wakapiga mawe baadhi ya magari ya zamani ya mwendokasi yaliyokuwa yakitumika. Na leo asubuhi Oktoba 2 magari mapya yameshuka. Tuko na mmoja ya wananchi kutokea hapa gerezani. Yeye anataka kutoa mtazamo wake ni kwa jinsi gani ambavyo amepokea huu ingizo la magari mapya ya mwendokasi. Mzangu, habari? Njema sana brother. Sawa, unaitwa nani labda pengine? Langu jina ni Theonas, mtoto wa Isaac. Okay. Yes. Mkazi wa wapi? Mimi kwa makazi ninakaa viunga vya Tegeta. Yes. Sawa. Jana jioni baadhi ya wananchi walipata hasira kutokana na uhaba wa gari za mwendokasi. Wakaamua kushambulia magari ya zamani na yaliyokuwepo, lakini leo asubuhi tumeona serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Hassan Suluhu yameshuka magari mapya na yameanza kutumika leo. Nini maoni yako? Maoni yangu ni kwamba kelele za wananchi zimefanyiwa kazi, na ndiyo silabasi ya ulimwengu kwamba raia wanapokuwa wana jambo lao ambalo linawakera, likifanyiwa kazi ni jambo linaloswihi au ni jambo linalofaa sana. Kumbe ndiyo kusema ya kwamba hili jambo ni jambo sahihi. Sasa jambo limefanyika, linaonekana kwa macho, utabeza vipi? Kwa muono wangu nakubaliana kwamba ni jambo sahihi, japo ni kwamba zina rangi ya CCM wakati kuna watu hawaamini katika rangi ya kijani. Lakini si hoja msingi hiyo. Hiyo nimechomekea tu mheshimiwa mwandishi wa habari. Lakini kwa mantiki ni jambo linalofaa na ni jambo sahihi. Huwezi kulibeza kwa sababu watu wanapakiwa, wanasafiri, kwa walisimamie lisiwe jambo la kama moto wa kiangazi. Liwe ni jambo la kudumu, walisimamie liwe ni jambo endelevu. Huo ndio mtazamo wangu. Umefika saa ngapi hapa maeneo ya gerezani? Mimi nimefika saa 3:09. Saa 3:09. Yes. Haya magari wewe umeanza kuyaona saa ngapi yanaanza kutumika? Nimeona binafsi, nimeona kuanzia leo asubuhi. Okay. Yes. Leo asubuhi ya saa ngapi? Maana tunasikia pia ameingia asubuhi. Sasa kumbukumbu saa ngapi na dakika ngapi kidogo mtihani. Lakini nikisema asubuhi inaeleweka. Sijakariri kwamba saa ngapi na dakika ngapi. Nahitaji kusikia mtazamo wako kidogo. Kile kilichotokea jana na kilichofanywa na wananchi wa Tanzania, kuvamia baadhi ya vituo na kuanza kushambulia, kupiga mawe baadhi ya magari ya mwendokasi ambayo tayari yalikuwa yanatumika zamani. Kwako wewe, kwa mtazamo wako kama mtu mzima na mwananchi ambaye unaipenda nchi yako, unahisi hicho kitu ni sahihi, kuna sehemu wamekosea, au ni sawa kwa sababu kuna kitu walikuwa wanakidai? Kizalendo inashangaza kidogo kwamba raia kuchukua maamuzi magumu ya kurusha mawe na kusababisha zogo si jambo linalokubalika kizalendo. Ni jambo ambalo halikubaliki. Japo limeleta matokeo, maana kuna matokeo na matukio. Okay. Ile kufanya zogo ni matukio, ila kufanyiwa kazi tunasema ni matokeo. Lakini kimsingi kufanya zogo si jambo linalokubalika, kwa sababu linaweza kupelekea wasiohusika wakaumia na kadhalika. Ziko mbinu za kupaza sauti zinazoweza kusababisha yale mawazo au zile fikra zikafanyiwa kazi. Kwa mimi concept yangu ni kwamba kurusha mawe na zogo na kadhalika si jambo linalokubalika. Yes, na bila shaka naamini kwamba hata government wanalifanyia kazi kutoa elimu kwa umma wapate elimu ya kina dhidi ya uzalendo wa nchi yao. Yes, ndio concept ya kwangu
Ingetokea kama jana watu wangeumia, wangepata majeraha kulingana kile kilichokuwa kinaendelea, kuna labda pengine kuna mtu walitakiwa kumlaumu au walitakiwa kujilaumu wenyewe? Kimsingi mheshimiwa mwandishi wa habari, wa kulaumu, mimi siamini katika lawama. Mimi siamini katika lawama. Mimi naweza nikasema kama lawama zipo, wa kulaumiwa ni mhusika anayefanya hilo tukio. Okay. Kwa sababu ndio kaokota jiwe anamtwanga mtu au anafanya zile shagarabagara. Kwa wa kulaumiwa ni mhusika anayefanya hilo zogo. Siwezi kusema government alaumiwe kwa sababu government wana majukumu mengi, wewe huwezi kujua tu. Wana msongo wa mawazo na wao kama sisi tulivyokuwa na msongo wa mawazo. Sawa. Sisi nashukuru sana mzee wangu. Nakushukuru sana. Nakushukuru sana, tuko pamoja kwa umoja. Sawa. Kuna chochote cha kuongezea? Cha kuongezea ni kwamba serikali kwa sababu ni government waeneze elimu chanya kwa jamii, elimu za kiraia, watu waelimike, wasiamini katika mazogo na mafujo kwamba linaweza kuwa ni jambo sahihi. Watu waelimishe. Mimi kwa mfano, mimi katika AK yangu ni mwana majumui. Kwa hiyo naamini katika majumui watu wakitanua fikra, mimi naeneza elimu ya kuwazindua watu, yani jinsi ya kufikiri upya. Kwa hiyo watu waelimishwe kwamba uzalendo ni nini, wakumbushwe. Maana neno uzalendo tunaanza kufundishwa toka shule za awali, shule za upili mpaka vyuo huko mbele. Uzalendo ni msingi sana. Kwa elimu ienezwe dhidi ya uzalendo ili watu wanufaike na keki ya taifa lao. Nashukuru sana mzee. Pamoja sana kwa umoja. Sawa.